Kwa majina naitwa Alexander Joseph Mgina, ni balozi au mjumbe wa serikali mshikamano shina namba 3. Kuna siku alikuja ambaye ni mnunuzi Mtanyinya kunichukua kama balozi kwenda kwenye eneo la tukio ambako ni sheli ambayo imeinunua yeye. Tulipofika pale, kwa kweli walinzi wa pale walinikatalia kuingia pale ndani na kuanza kutukana matusi makali. Baadaye nikawa nimeondoka ile tukio, lakini bado yule mnunuzi alinifuata na akanipeleka tukaingia mpaka ndani. Kufika pale ndani tumekaa kidogo, lakini mazingira ya pale yalikuwa na mazingira magumu sana, halafu ni hatarishi kwa binadamu. Tumeongea pale, baadaye yule aliyenichukua akawa ametoka nje, akakuta watu wamejificha ndani. Akamuita mlinzi wa pale ambaye amemwachia kama meneja wa pale. Akasema, "Mbona huko ndani kuna watu?" Yule akasimama kwenda kuangalia, akakuta kuna watu wengi sana pale ndani. Basi sasa yule boss akawa ametoka, ameenda nje, kaniacha mimi pale. Mimi nikajili nijinusuru pale kutoka pale. Ilikuwa ni hatari kweli kweli. Ikabidi nimuombe mlinzi wa pale, kijana yule akanitoa nje. Bado waliendelea kutukana matusi makubwa. Lakini kitendo kile sikufurahisha nacho, kwa sababu mimi nilikuwa sio mwizi. Ni mtu tu alichukua kwenda kuangalia mazingira ya pale. Ni mazingira hatarishi, hayafai. Yaani mpaka kesho ukienda leo mtu ambaye hujulikani, kuna juzi hapo amemkamata mtu ampiga makofi pale. Bila kosa yote, mpita njia bila sababu ya msingi. Kwa hiyo mazingira kama yale sio mazuri kwa kweli. Baada ya hali kutokea, nilipotoka kule ndani, nilikuja ofisini kwangu nikamkuta mwenyekiti wa Mbeya vijijini ambayo ni Hakimu Sebastian Malpindi, nikamweleza ile tukio jinsi lilivyo. Kwa kweli wasema hivi, wewe ulienda kufanya nini pale, watakuua. Usijaribu kusogea tena siku nyingine. Nikasema sikwenda peke yangu, nilienda na mwenye eneo. Akasema twende tukakague eneo jinsi lilivyo, kwa sababu wewe ni kiongozi wa ile eneo. Nilichokishuhudia kwa kweli ni utangazaji wa gari lilotangaza kwamba tunaenda kuuza benki ya Bwana Frank Chawe kwenda kwa Mtanyinya. Kwa kweli tukiwa mtaani tulisikia gari la matangazo likipita linatangaza kwamba sheri ya Bwana Frank Chawe inauzwa na mnunuzi akiwa ni Mtanyinya. Baada ya muda mfupi tukawa tumepata taarifa kwamba ile benki ile sheli mtu ameshainunua. Naitwa Nafred sana. Pia mimi ni mwenyeji wa hapa kwa muda mrefu. Sasa kuhusiana na hilo jambo hapo, mimi nilivyokuwa najua yule Bwana Chawe yule ndiye aliyekuwa amenunua pale. Sasa alipopanunua pale akaendelea kujenga kwa muda mrefu tu, amejenga mpaka imekamilika. Sasa siku nyingine nikashangaa kuna gari imekuja hapa ya nani? Ya mnada. Inapiga mnada. Kituo kinauzwa. Tukabaki mashanga. Kwa nini wanauza? Nasema wanauza kwa sababu alikopa hela benki hajalipa. Kwa kweli kama mimi binafsi nisikitika. Kwa gharama alizotumia kwa muda mrefu hapo, tena ameshindwa kulipa deni benki. Kwa nini sikae na watu wa benki akaongea nao mpaka wamefikia hatua ya kupiga mnada? Ikawa kama kishangao hivyo hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunasikia bwana amenunua mtu mmoja anaitwa Mtanyinya. Simfahamu kwa kweli kwa ujumla. Ile wanasema anaitwa Mtanyinya ndiye amenunua. Sasa toka hapo amenunua ndio tunasikia kuna magomvi. Kwa hiyo hatujaweza kufuatilia zaidi ya hapo ni nini kinachoendelea. Huwezi kufuatilia jambo ambalo unajua halikuhusu. Wewe ni kuangalia tu nini kinaendelea. Sasa kama majirani tukabaki tunashangaa kwamba vitu watu wanapita tu, maana kuna ugomvi wanagombana hapo, huyu anang'ang'aniana. Sasa sina uhakika, je, kweli hakulipa hela benki huyu bwana nani? Huyu Bwana Chawe? Na je, tangazo la benki lilizunguka mtaani au ilikuwa lilipita hapo? Kwa mfano mimi hapa ni karibu tu, walipita tu hapo kwamba benki ya NBC inauza. Nimesikia tu kwamba pale kuna mabounce. Nasikia kuna mabounce. Kwenda kuangalia tulisikia tu habari hizo. Tunazisikia hizo habari. Mimi nilikuwa nafikiri hawa jamaa, kwa sababu wote hawa vijana wote ni kama si wanafahamiana, si hawafahamiani, siwezi kujua. Lakini wangefuata taratibu. Kama kweli Chawe anaona kweli hakulipa kule benki, basi aenda alalamike benki. Mwambie jamani, mmeanzaje kuniuzia kituo? Kwa sababu huyu aliyenunua mimi nanijua amefuata taratibu. Asingeweza kwanza kulipa tu hela benki kama hamna tangazo lolote lile. Sidhani kama ana akili mbovu ya kiasi hicho. Yeye baada kuona tusikia afikiri tangazo ndio akaenda kulipa. Na ninapojua kama hivi vya mnada si wanatangaza tu kwamba kimeanzia sehemu fulani kinaenda sehemu fulani mpaka wakiuza. Sio kwamba ilikuwa tangazo labda la siku moja.
nafikiri haiwezi kuwezekana kwamba wasema kesho tunapiga mnada, leo tunapiga mnada siku hiyo kuuza. Hapana, inawezekana walishachukua muda mrefu kutangaza, japokuwa tulikuwa hatujaangalia huko nyuma. Sidhani kama waliuza siku moja. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu, hao jamaa wakae chini wakubaliane kwamba nini kinaendelea. Kama mwingine aliyeshindwa kulipa, amwache mwenzie, au kama naona wameonewa, washitaki watu wa benki. Kama nyewe watu wa benki, mmeuzaje kituo changu wakati mimi nilikuwa nawalipa hela zangu? Ndio hicho tu. Sasa huu ugomvi wanaanza kugombana huku, sio mzuri kwa kweli, sio mzuri. Unaleta picha mbaya kwa watu. Afu watu wenyewe wanakuwa wana hela, afu tena wanaanza kusumbana, haipendezi. Bila sasa ukweli wanao wao. Kwa mfano Chawe anajua ukweli zaidi, kwa sababu yeye ndiye aliyekopa benki hela. Itakiwa labda aenda kae na watu wa benki aongee nao vizuri namna gani. Lakini inauma kwa sababu hela aliyonunua hapa amewatoa watu ni hela nyingi. Inawezekana sasa sijui yeye ni kwa nini kuanza kurejesha hela benki. Ni maoni ambayo tunayatoa sisi watu wengine. Ndio hicho tu. Mimi ningeomba tu serikali kwa kweli. Iwaite hao vijana wote wawili, ikae nao. Ihakikishe inafuata taratibu zote. Waangalie mwenye haki ni nani. Kama aliyejenga ana haki apewe. Kama aliyenunua ana haki apewe. Isitoe upendeleo kwa mtu yeyote yule. Yaani waangalie kabisa mwenye haki ni nani kati hao vijana wawili. Ndio hicho tu. Serikali yetu inafikiri inaweza kuwa sikivu ikatenda haki ya mtu huko. Jasho la mtu hawezi kupotea hivi hivi. Kama umefanya vizuri, umefanya vibaya, utajua mwenyewe. Kama kuna mali ulitereza, serikali itaangalia, kwa sababu nao wale wanaangalia kabisa, wanachunguza, wanafuatilia kwamba kweli hapa umefuata taratibu, hapa hajafuata taratibu. Si ndio hicho bwana? Na sidhani kama wangeweza kuuza tu hivi kama hawajafuata taratibu. Sijui, lakini labda nao wa benki walipotea njia, wameuza hivyo, sijui. Ndio hicho tu bwana. Kama huyu bwana huyu Ntainya huyo kama amenunua na amenunua kwa halali, basi apewe. Sasa itakuwa si ndio mwenye haki? Maana yeye kama ameenda benki, alipoenda benki amelipa hela zake kwa vielezo vilivyo kamili, apewe tu ili wasigombane. Ndio hicho tu.